Naam, karibu tena katika YouTube channel Mbabe Entertainment. Leo hii nimekuja na habari mpya, habari inayozungumziwa kuwa mkubwa na msemaji wa kundi la waasi la M23 Willy Ngoma kuuawa. Kabla sijaendelea na habari hii, acha nikuombe finya subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari katika YouTube channel yetu endapo tunapoweka vipindi katika YouTube channel yetu. Habari ni kwamba hizi ni habari kubwa na za dharura kuhusu Willy Ngoma, mmoja wa viongozi muhimu wa kundi la waasi la M23 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hii ni taarifa mpya tena kubwa. Willy Ngoma auawa. Luteni Kinali Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi la kundi la waasi M23, ameripotiwa kuuawa katika shambulio la drone mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa ikiwemo Luton African News, Ngoma aliuawa tarehe 24 Februari mwaka 2026 baada ya jeshi la Kongo FARDC kufanya shambulio la drone karibu na mji wa Rubaya, mji uliopo katika jimbo la North Kivu. Shambulio hiyo lilitokea alfajiri na pia lilimeripotiwa kuua wapiganaji wengine kadhaa wa M23. Rubaya ni eneo muhimu sana kwa sababu lina utajiri mkubwa wa madini ya coltan, madini yenye thamani kubwa yanayotumika kutengeneza vifaa vya kielektroniki kama simu na makompyuta. Hivyo tukio hili lina athari si tu kijeshi bali pia kiuchumi. Mkataba wa mgogoro. Kifo cha Willy Ngoma kinakuja wakati mvutano kati ya kundi la waasi la M23 na jeshi la serikali la Kongo DRC ukiendelea kuongezeka. Kulikuwa na juhudi za kusitisha mapigano kupitia upatanishi wa Qatar, lakini mapigano na mashambulizi ya drone yanaonekana kuendelea licha ya juhudi hizo za kidiplomasia. Mashariki mwa Kongo ni eneo lenye migogoro ya muda mrefu, haswa kwa sababu udhibiti wa maeneo yenye madini mengi, maslahi kisayansi na kijeshi, ushindani wa ushawishi wa kikanda. Na kwa nini habari hii ni muhimu? Willy Ngoma hakuwa msemaji wa M23 bali alikuwa mmoja wa viongozi wanaoonekana sana hadharani, sauti kuu ya mawasiliano ya kundi hilo, miongoni mwa makamanda wenye ushawishi mkubwa. Kifo chake kinaweza kuathiri muundo wa uongozi wa M23, mikakati ya kijeshi ya kundi hilo, mazungumzo ya amani, usalama wa kikanda katika ukanda wa maziwa makuu. Hii ni habari inayobadilika haraka na inaweza kuwa na athari kubwa kisiasa, kiusalama, hata katika soko la kimataifa la madini, kwa sababu inasemekana kuwa Willy Ngoma alitarajiwa kuwa mmoja wa viongozi ambao wametarajiwa kufanya makubwa katika kundi la waasi la M23.